vizuri sana uhusiano wa Wakristo na nchi ya Israeli na uhusiano wa Waarabu na Waislamu. Nisikilize vizuri sana. Nianze uhusiano wa Wakristo na nchi ya Israeli. Ilimpendeza Mungu, Yesu alipozaliwa, Mungu akachagua azaliwe Israeli. Kwa hiyo Yesu kwa namna ya mwili ni Myahudi kabisa. Tungesema yeye ni Mnyakyusa au ni Mdendeule au ni Mngoni au ni Msukuma au ni Mchaga. Kwa hiyo ikampendeza Mungu kwa namna ya mwili Yesu azaliwe kama Myahudi. Na Biblia unayoiona hii ni kitabu cha Kiyahudi. Na majina tulionayo Yohana, Yakobo ni majina ya Kiyahudi. Na mira ya Biblia unayoiona ni mira ya Kiyahudi na nchi ni ya Kiyahudi. Na wanafunzi 12 ni Wayahudi na mitume 12 ni Wayahudi na wazee 12 wa kabila za Israeli ni Mayahudi wote. Kwa hiyo imani ya Kikristo shina lake ni Mayahudi. Umenielewa sasa? Imani ya Kikristo shina lake, mzizi wake ni Mayahudi. Huwezi kujitenga nao hata kama ufanyaje, kwa sababu ni mzizi, ndio shina. Na ndio maana lugha ya Wayahudi ni Kiebrania. Ndio maana unasikia tukiwa tunawafundisha kuna wakati mwingine tunasema kwa Kiebrania, kwa sababu ndio lugha mama aliyokuwa anaongea Yesu. Kwa hiyo hakuna namna yoyote unaweza kujitenga na Wayahudi wa Israeli na nchi ya Israeli. Yesu alizaliwa katika nchi ya Israeli, alikulia katika nchi ya Israeli, akafa katika nchi ya Israeli, akazikwa katika nchi ya Israeli. Atakaporudi mara ya 3 kuja duniani, Biblia inasema atafika mwenyewe, atakanyaga juu ya mlima wa Mizeituni na mlima utapasuka vipande viwili. Atashuka akitembea kwa mguu kwenye nchi, sio Yerusalemu mpya, kwenye nchi ya Israeli atatembea kwa mguu, atakwenda kuingia hekaluni. Unajuaje? Siku Yesu anapaa kwenda mbinguni, wanafunzi wake wamemwangalia hivi akiwa kwenye mlima wa Mizeituni. Wingu liliposhuka, Yesu akaingia ndani ya wingu. Alafu alipoanza kupanda, wanafunzi wamepiga magoti wanamwangalia juu. Wakatokea malaika wakawaambia, enyi watu wa Galilaya, huyu Yesu mnayemuona akitwaliwa kwenu vile vile atarudi tena vile vile hapa. Ina maana atarudi kwenye mlima wa Mizeituni kabisa hapa hapo. Kwa hiyo ni nchi ambayo Yesu alikanyaga miguu yake akiwa amezaliwa, alikanyaga miguu yake akiwa amefufuka, atakanyaga miguu yake akiwa anarudi duniani mara ya 3. Kwa hiyo sio jambo dogo, ni jambo zito. Lazima ardhi hiyo iwe na vita kali sana. Biblia ni ya Kiyahudi, majina ya Wakristo ni ya Kiyahudi. Yesu ni Uyahudi, alizaliwa Uyahudini, akafia Uyahudini, akazikwa Uyahudini, akafufuka Uyahudini, na shina la Wakristo ni Israeli. Umenielewa eh? Kwa hiyo hakuna namna yoyote ikiguswa Israeli hutasikia kitu fulani. Nirudi upande wa pili. Mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu wasallam, ambaye mtume huyu amezaliwa kwenye kabila la Makureshi. Makureshi ni kabila la Waarabu na yeye mwenyewe ni Mwarabu. Na alipoanza kazi ya kufanya kueneza Uislamu duniani, alianzia pale. Na yeye ni Mwarabu. Na Qur'an ni kitabu ambacho msingi wake ni Uarabu. Na ndio maana leo unaona Qur'an yetu tunasoma kwa Kiarabu. Na majina yanayoitwa ya Kiislamu ni ya nini? Ni ya Kiarabu. Kama ambavyo unaona majina ya Kikristo ni ya nini? Ni ya Kiyahudi. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye mwenyewe alikuwa Mwarabu. Na yeye mwenyewe aliishi hapa hapo kwenye ile miaka ambayo Uislamu unaingia. Waislamu waliwahi kushika maeneo yote hayo ya Yerusalemu, ndio akajenga ule msikiti mkubwa ulio katika nchi ya Israeli. Kwa hiyo Waislamu wote Waarabu ni ndugu zao wa damu, kama ambavyo Wakristo wote Wayahudi ni ndugu zao wa damu. Kwa hiyo ukiwagusa Palestina kuwaonea, unawagusa Waislamu ndani ya mioyo yao.
kwa sababu nawagusa ndugu zao. Nanielewa jamani? Nanielewa? Ukigusa wa Palestina na ukashabikia kwamba wa Palestina wanapigwa, wananyoshwa, wanapigwa, umewagusa Waislamu ndani ya mioyo yao, kwa sababu Waarabu, mzizi wa dini ya Kiislamu ni Uarabu. Ndio maana Qur'an tukufu, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni cha Kiarabu, na dini yenyewe ukitaka inoge zaidi useme kwa Kiarabu. Maneno hayo hayo yanayosemwa kwa Kiarabu kwenye Biblia yamo. Kwa mfano ukisoma Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahman rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haya maneno kwenye Biblia yamo. Haya maneno kwenye Biblia yamo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye neema ndogo ndogo na kubwa. Inaendelea pale kwamba maliki yaumiddin, maana yake wewe ni Bwana wa siku ya hukumu. Iyyaka na'budu, wewe peke yake unastahili kuabudiwa. Iyyaka nasta'in, wewe peke yake unastahili sifa. Haya maneno ni mazuri kwa sababu yamo kwenye Biblia. Hapo mbele inasema utuongoze katika njia iliyonyooka, sio njia ya wale uliowakasirikia, ndio inaitwa magudhubi. Maliki yaumiddin maana yake ni Bwana wa siku ya hukumu. Iyyaka na'budu, unastahili kuabudiwa, wewe pekee wa kuabudiwa. Iyyaka nasta'in, wewe peke yake unastahili. Kwa hiyo maneno haya ni ya Kiarabu, lakini tunayasoma tukiwa wapi? Tanzania. Hii ina maana kwamba Uislamu na mira ya Kiarabu vina uhusiano. Kwa hiyo ukitukana Waarabu, ukatukana wa Palestina, Waislamu wote walio hapa unawagusa. Unanisikia ndugu zangu? Naomba mnielewe basi, mnanisikia? Mimi naelezea msimamo unaweza kutuweka salama. Ukitukana Waarabu, ukatukana wa Palestina, ukashabikia wanavyopigwa, maana yake wewe tayari umewaudhi Waislamu wote, kwa sababu Waarabu ni ndugu zao. Mzizi wa Uislamu ni mira na tamaduni ya Waarabu Makureshi. Mira ya Kikristo mzizi wake ni Israeli. Sasa wenye mzizi ndio wanapigana, yaani kishina cha Ukristo na kishina cha Uislamu vinapigana. Sisi tunyamaze kimya. Nisikilize vizuri. Sisi kama taifa haitakiwi Wakristo wa Tanzania tusimame tuanze kusema oh Israeli, Israeli, Israeli. Tukisema hivyo tunawagusa Waislamu, kwa sababu wanaopigwa ni ndugu zao. Waislamu nao hawatakiwi wasimame waseme Palestina. Wakisema hivyo maana yake Wakristo, kwa sababu mzizi wao wa Uisraeli unapigwa, na wenyewe watanyanyuka. Waislamu mzizi wao wa Uarabu unapigwa, na wenyewe wataamka. Kwa hiyo vita itaanza kwenye kila taifa. Taifa lolote lenye akili na kiongozi yote mwenye akili anatakiwa washauri watu wake. Siasa ya Mashariki ya Kati, pamoja na kwamba inatugusa, tuwaachie wenyewe. Si tuendelee kutafuta maji, tuendelee kufanya kilimo, tuendelee kujenga nyumba, tuendelee kuleta umeme, tuendelee kuwasomesha watu, tutulie na siasa yetu. Bahati nzuri Tanzania tumejaaliwa na Mwenyezi Mungu kwamba tuna uwezo wa kuvumiliana. Mimi kuniona niko kwenye maulidi ni jambo la kawaida. Wiki iliyopita nilikuwa kwenye maulidi, ni jambo la kawaida. Kwa hiyo ili nchi yetu iwe na utulivu, asipatikane mtu hata mmoja wa kushabikia Israeli, Israeli, Israeli. Asipatikane mtu mmoja wa kushabikia Palestina, ingawa tunaguswa. Kama yanakugusa basi piga magoti umombe Mungu. Hiyo shida ya Mashariki ya Kati itaisha kama ilivyoamriwa na kama ilivyopangwa. Hata kama ungenyanyua mabango, hauwezi kubadilisha hatima iliyopangwa juu ya Mashariki ya Kati. Itakuwa vile vile kama ilivyopangwa. Lakini kwa sababu ya usalama wa mataifa yetu, na waomba sana ndugu zangu Waislamu waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunyamaze. Na waomba sana Wakristo tunyamaze, tuachie siasa yao. Pamoja na kwamba yanatugusa, lakini tuachie siasa yao, yasije yakatuvuruga tukahama kwenye utaratibu wetu wa kuvumilia. Tulinde taifa letu la Tanzania, maana taifa la Tanzania lina unabii juu yake kwamba siku inakuja Mungu atalitumia taifa hili kutatua matatizo ya chakula duniani, matatizo ya vita duniani, matatizo ya kiroho duniani. Naam, kila anayeamini hayo, pokea yawe ya kwako kwa jina la Yesu.
Umenielewa? Hiyo nimetoa dawa ya taifa. Atakayeivuka hiyo dawa anapata matatizo, utayapata ya kukutosha. Narudia tena, nimetoa dawa ya tatizo la kitaifa. Utakayevuka pale utapata matatizo kapu la kukutosha.